Mahakama ya Korea Kusini leo Jumatano Januari 21 mwaka 26 imemhukumu aliyekuwa waziri mkuu Han Duck-soo kifungo cha miaka 23 jela baada ya kupatikana hatia ya kushiriki katika hatua muhimu za uasi zinazohusiana na tangazo la sheria ya kijeshi lililotolewa na aliyekuwa rais Yoon Suk-yeol mwezi Disemba mwaka 2024. Mahakama ya wilaya ya kati ya Seoul ilisema Han alikuwa mhusika muhimu katika kuunda taswira ya mkutano wa baraza la mawaziri uliotumika kuwezesha kutangazwa kwa sheria ya kijeshi, ambapo jaji alielezea tukio hilo kama uasi wa juu kwenda chini, akisisitiza uzito wa kosa hilo kwa mustakabali wa taifa. Reuters zimeripoti kuwa katika maelezo yake, jaji alisema Han akiwa waziri mkuu alikuwa amepewa uhalali wa kidemokrasia na wajibu mkubwa kwa njia isiyo ya moja kwa moja, lakini alichagua kupuuza majukumu yake na kushiriki katika uasi wa Disemba 3. Mahakama ilionya kuwa matendo ya Han yaliweka Korea Kusini katika hatari ya kurejea enzi za giza, ambapo haki za msingi za raia na msingi ya kidemokrasia huru zilikiukwa, hali ambayo ingeweza kuirejesha nchi kwenye mtego wa udikteta kwa muda mrefu. Mbali na kosa la uasi, mahakama ya chini pia ilimpata Han na hatia makosa mengine, yakiwemo kusema uongo chini ya kiapo na kutengeneza nyaraka rasmi za uongo. Han mwenye umri wa miaka 76 alikana makosa yote aliyotuhumiwa isipokuwa sehemu ya shtaka la kusema uongo chini ya kiapo, ambalo alikiri kuwa kiwango fulani, huku historia ya Han ikieleza kuwa ndiye aliyekuwa waziri wa kwanza wa ngazi ya baraza la mawaziri kuhukumiwa na mahakama ya chini kwa makosa ya jinai yanayohusiana moja kwa moja na kutangazwa kwa sheria ya kijeshi. Baada ya hukumu kutolewa, Han alizuiliwa mara moja na mahakama. Wakili wake alisema uamuzi huo utakatiwa rufaa, huku akitarajia kesi hiyo kufikishwa hadi mahakama ya juu ya Korea Kusini. Imesomwa kwako nami Timothy Dugoe na kuchakatwa moja kwa moja kwake Helen Mdinda kwa msaada wa mashirika ya habari. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi.